Mapinduzi, Dr. Samia oye! Dr. Nchimbi oye! CPA Makala oye! Ndugu mgeni rasmi, natambua hali ya hewa sio nzuri, na wewe kama mgeni rasmi itabidi upewe nafasi kubwa. Kwa hiyo mimi nitaongea chini ya dakika 10. Mimi kama mlivyotambulishwa, naitwa mchungaji Peter Msigwa. Nimekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kupitia Chama cha Demokrasia kwa miaka 10, na nimekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chadema zaidi ya miaka 10. Nilikuwa kiongozi wa mikoa 5 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo mimi naijua vizuri sana Chama cha Demokrasia, na ninaamini ukitaka kujua habari za kwenye maji kati ya sungura na mamba, nani atakusimulia habari za kwenye maji? Muulize mamba. Kwa hiyo ndugu zangu, najua rafiki zangu walikuwepo hapa, lakini mimi ndio natoka huko kwenye maji. Najaribu kuja kuwakatisha tamaa kwamba chama kile kimepoteza mwelekeo, ni kama chombo kilichopo angani ambacho hakijui kwenda kutua ni wapi. Kwa hiyo tusipoteze muda kung'ang'ania safari ya fisi ya kufuata mkono wa binadamu kwamba utadondoka wakati hautadondoka. Lakini chukua fursa hii, kwangu mimi ni siku ya kihistoria kufika katika mji ambao waasisi wetu wa taifa hili waliwahifadhi wapigania uhuru Msumbiji, Zimbabwe na maeneo mengine, wakakaa katika eneo hili. Kwa hiyo watu wanachingwea na watu wa kusini mlifanya kazi kubwa sana kuhakikisha mnaondoa unyonge wa Mwafrika, na sio Tanzania tu, kusini mwa Afrika mlifanya kazi kubwa sana kwa sababu nyinyi ndio mlitubeba. Ndugu zangu, wenzangu wamezungumza mambo mengi sana. Kama nilivyosema, sitaki kuchukua muda mrefu sana, lakini serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mambo makubwa ambayo yalifanywa na sisi kipindi kilichopita, vyama vyetu vilikuwa pinga tu. Nimezungumza na jana kule Liwale. Pinga sio sera. Pinga haiusaidii Tanzania. Chochote chema kilipingwa. Lakini baada ya mambo makubwa ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi imeyafanya, kununua ndege, umeme ambao saizi zaidi ya megawati 700 zimeingia kwenye gridi ya taifa kutoka bwawa la Nyerere, na maeneo mengine mengi makubwa yaliyofanyika, Dr. Samia Suluhu Hassan ameshusha mabilioni ya fedha kila mahali nchi hii. Mimi natoka kule kwetu tunakula mbwa, nyinyi huku mnakula panya, tuko Ngoma Draw, si ndio? Amefanya mambo makubwa sana, na pamoja na kwamba Bobani amenipiga dongo kwamba kule kwetu kuna watoto wa utapiamlo, lakini Iringa ni miongoni mwa mikoa 4 ambayo inaongoza kwa kutoa GDP katika nchi hii. Hapo vipi Bobani? Kwa hiyo amefanya mambo makubwa ambayo yanasababisha mtu moja uchumi wake sasa ukue. Na ndio maana unapojenga shule unataka watoto wasome, waondoe ujinga. Unapokuwa na vituo vya afya vya kutosha, maana yake unataka wakina mama, vijana, wazee watibiwe, wawe na afya, wakapalilie mikorosho yao. Unapojenga barabara, maana yake wakasafirishe mikorosho na ufuta kwenye barabara hizo kiurahisi, ili uchumi uongezeke. Na ndio maana hata pato la mtu moja kwenye mkoa wa Lindi limeongezeka. Lakini kikubwa zaidi, Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoanza safari mwaka 2021, taifa lilikuwa kwenye ruba, mataifa mengine yalikuwa hayatuelewi. Mama akaanza kuifungua nchi, watalii wakaanza kuongezeka, mahusiano yakawepo, vyama vya siasa vyote, hata sisi tuliitwa tukashirikiana na yeye. Nini nataka kusema? Anapoingia madarakani, makusanyo ya kodi, Mama Samia anataka tujitegemee kama taifa na mtu moja ajitegemee.
makusanyo ya kodi yalipoingia madarakani yalikuwa ni trilioni 13.5. Katika kipindi kifupi makusanyo ya kodi yamefika kwa mwezi trilioni 23.5. Na Tanzania ni nchi mbili tu Afrika Mashariki, Tanzania na Uganda, ndio ambazo makusanyo ya kodi yanavuka kiwango, na ongezeko la kusanyo la kodi hili ni 77%. Haya ni maendeleo makubwa sana kwa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kodi inapokusanywa, wananchi wanapolipa kodi, ndio haya mabilioni ya pesa ambayo tunasifu yanakuja hapa. Na Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 katika bara la Afrika ambazo zinavuka kiwango cha ukusanyaji wa kodi. Ndio maana katika mkoa wenu wa Lindi mna vituo vya afya 18. Kati ya vituo ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan vya afya amejenga kipindi kifupi 1056. Mna zahanati zaidi ya 47. Haya yote ni kutaka kukuza uchumi unaotoka kwenu. Sasa ndugu zangu, wakija hapa, rafiki zangu wale wanasema serikali ya CCM haijafanya kitu, ni kwa sababu ni vipofu tu. Kama ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa kipofu, nilizukiwa na ile nuru kama yule Sauli wa Taso, na wenyewe wanahitaji kuzushiwa nuru, kwa sababu ni mtu tu asiyeelewa mabadiliko makubwa, kilomita za lami zilizojengwa, vituo vya afya vilivyojengwa, madarasa yaliyojengwa. Hii ni Tanzania nzima. Kwa hiyo mimi nimekuja kwenu kama rafiki yenu, kama mamba anayetoka kwenye maji. Vyama vile vimepoteza mwelekeo, vimepoteza touch, vimepoteza energy, wanarukaruka kushoto na kulia, hawaelewi waende wapi. Na ndio maana wakija kwenu hawazungumzi matatizo yenu, hawawezi kuzungumza korosho zenu, hawawezi kuzungumza ufuta wenu, hawawezi kuzungumza uvuvi wenu, hawawezi kuzungumza kilimo chenu. Wanazungumza mambo ya kutaka kuingia madarakani. Serikali ya Chama cha Mapinduzi, ukimuona Rais Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wake anazungumza kutatua matatizo ya watu. Ukimuona Dr. Nchimbi anazungumza kuboresha maisha ya watu. Ukimuona makamu wa mwenyekiti wa chama anazungumza kutatua maisha ya watu. Ukimuona Makala anazungumza namna gani watu wahame kutoka kwenye uduni kwenda kwenye ubora. Wazungu wanasema an inch to the right direction is better than a mile. Tunakwenda mwelekeo sahihi. Ukiangalia historia inatupeleka mahali sahihi, na ndio maana mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, vikao vya madiwani, mabaraza, halmashauri, vikao vyao vinazungumza kuhusu kutatua maisha ya watu. Wenzetu vikao vyote kunja ngumi, tutakinukisha mpaka kieleweke. Hizi ni hoja ambazo hazituunganishi. Watanzania hatuna utamaduni huo. Kwa hiyo mimi kama ndugu yenu nimetoka kule Iringa, nimepata heshima ya kutembea na mwenezi wa chama. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinalinda amani ya nchi hii, ndio chama ambacho kinajali maisha ya Mtanzania. Na niwaambie, nimetafiti, nimetafakari, nimelinganisha. Tanzania iko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ndugu zangu, msipoteze muda, wapuzeni hao, tujenge nchi. Pamoja na vyama vya siasa kuna nchi ya kuijenga. Wapuzeni hawa, tujenge nchi yetu, tusonge mbele. Hivi unaweza kumlinganisha Dr. Samia Suluhu Hassan na nani kwenye vyama vya siasa? Unamlinganisha Dr. Nchimbi na nani kwenye vyama vya siasa? Ukiuliza katikati yao pale, rafiki yangu Lissu akitaka nchi, hivi lineup yake ya serikali anaanza na nani pale? Waziri mkuu nani? Waziri wa elimu pale nani? Waziri wa michezo nani? Waziri wa fedha nani? Kama CCM
nione mikono ya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa. Dr. Samia Suluhu Hassan! Dr. Samia Suluhu Hassan! Asanteni sana.